Mpenzi mtazamaji wa Malaika TV, hii ni leo katika historia ya tarehe 22 mwezi Mei na kurudisha mpaka mwaka 337 ambao siku kama ya leo mtawala wa dola ya Kirumi au unaweza umuita Roman Emperor akiitwa Konstantino wa kwanza alibatizwa rasmi na kuingia katika maisha ya Ukristo. Unaweza ukashangaa akabatizwa Konstantino wa kwanza, ina maana hakubatizwa? Ni kweli, watawala wa Kirumi zamani walikuwa hawabatizwi mpaka tarehe 22 ya mwezi Mei. Konstantino wa kwanza ndio alikuwa mtawala wa kwanza wa dola ya Kirumi kuweza kubatizwa, japokuwa dola ya Kirumi ilikuwa inasapoti ukuaji wa dini ya Kikristo, lakini viongozi wake walikuwa hawajawahi kubatizwa, na hii waliweza kubatizwa kwa mara ya kwanza. Na kufikisha mpaka mwaka 2011 tarehe 22 ya mwezi Mei, ambako haikuwa siku nzuri sana kwa taifa la Marekani, kwa sababu siku ya tarehe 22 ya mwezi Mei mwaka 2011 taifa la Marekani liliwakumbwa na kimbunga kikubwa kabisa kuripotiwa katika ardhi ya Marekani. Kimbunga hicho kilileta maafa makubwa sana, kiliharibu miundombinu, lakini kubwa, kiliondoka na uhai wa watu zaidi ya 160 kwa mara moja. Haikuwa siku nzuri kwa Marekani. Kumbuka, kimbunga kikubwa kuripotiwa Marekani ilikuwa ni siku ya tarehe 22 ya mwezi Mei mwaka 2011. Na kupeleka mpaka mwaka 1992 tarehe 22 ya mwezi Mei. Hii ni siku ambayo gwiji wa ucheshi, ama kwa lugha ya Kimombo tunaweza kumuita comedian, John Carson, ambaye wa Marekani wengi walimvika taji la mfalme wa show za usiku, show za mida mibaya, show za wanga. Siku ya tarehe 22 ya mwezi Mei mwaka 1992 John Carson alistaafu rasmi na kuweka rehani ufalme wake wa show za usiku kwa kutokea kwenye show ya The Late Night kama mtangazaji kwa mara ya mwisho. Hivi nani ni mfalme wa show zako za usiku? Na kurudisha mpaka mwaka 1960 mwezi Mei tarehe 22. Hii ilikuwa siku mbaya sana kwa taifa la Chile, ambapo taifa la Chile lilikumbwa na tetemeko kubwa sana lililofanya uharibifu mkubwa na kuondoka na uhai wa watu zaidi ya 5,700. Madhara yake ya kuishia Chile pekee liliweza kusambaa na kuelekea na kufanya uharibifu katika baadhi ya eneo la nchi ya Japan. Na kupeleka mpaka tarehe 22 ya mwezi Mei ya mwaka 1885. Hii haikuwa siku nzuri sana kwa wapendao mahabat, Mr. and Mrs. Romantic. Dunia ilishuhudia ikimpoteza gwiji wa ushairi na mwandishi mzuri wa maigizo ya mapenzi, bwana Victor Hugo, raia wa Ufaransa, ambaye siku ya tarehe 22 ya mwezi Mei alipoteza uhai. Victor Hugo alifariki akiwa na umri wa miaka 83, lakini kazi zake zimeendelea kushabikiwa na kupendwa mpaka leo. Kiufupi, aliacha legacy. Jiulize, ukifa utaacha legacy? Umezaliwa tarehe 22 Mei? Leo katika historia tunakwambia happy birthday to you, happy birthday to you. Lakini kabla hujaendelea, naomba nikujuze umezaliwa siku moja na kina nani. Kama umezaliwa tarehe 22 ya mwezi Mei, siku kama ya leo, umezaliwa siku sawa na Novak Djokovic, ambaye ni mcheza tennis mashuhuri kutoka Serbia, ambaye anamiliki mataji 24 ya Grand Slam single title, ambayo ndani yake anajumlisha na mataji 10 ya Australia Open. Vile vile siku ya leo umezaliwa sawa na Arthur Conman, ambaye ni mwandishi nguli wa tamthilia kutoka nchini Uingereza. Haijaishia hapo, utakuwa umezaliwa sawa na Teddy Kaczynski, ambaye ni mhalifu mkubwa sana pia kuwahi kutokea nchini Marekani. Choose well, who is your birthday mate? Hapa ndo tunatamatisha leo katika historia siku ya leo, ambapo nukta ya leo inafungua leo katika historia ya siku na tarehe nyingine. Tukutane leo katika historia.